wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wabunge, kwa mujibu wa ibara ya 48(2) ya Katiba, makamu wa rais aliyeteuliwa kwa mujibu wa ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ataapa kwa kushika madaraka yake baada ya uteuzi wake kuthibitishwa na Bunge. Uteuzi huo utathibitishwa na Bunge kwa kura za bunge walio wengi. Waheshimiwa wabunge, leo tarehe 28 Agosti 2026 ndio siku maalum iliyopangwa kuthibitisha uteuzi wa makamu wa rais. Utaratibu wa zoezi zima utafafanuliwa na katibu wa Bunge baada ya maelezo yangu. Hivyo naomba wabunge wote kuwa watulivu na kufuata maelekezo ili zoezi letu liweze kufanyika kwa haraka na ufanisi. Nina uthibitisho wa barua ambayo nimeipata asubuhi hii kutoka kwa Mheshimiwa Rais na namtaja rasmi. Namtamka rasmi jina liloletwa ndani ya Bunge leo la kuchukua nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa barua hii iliyotoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Deogratis John Ndejembi. Katibu. Okay, naambiwa hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu toa hoja. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru kwa kunipa fursa hii ili nitoe hoja ya kuliomba bunge lako tukufu lithibitishe uteuzi wa Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo bunge lako tukufu limejulishwa, nafasi ya makamu wa rais iko wazi baada ya aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi kupoteza sifa za kuwa makamu wa rais kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutokana na hali hiyo na kwa kuwa kutekeleza masharti ya ibara ya 50 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amemteua Mheshimiwa Deogratius John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi ambao kwa mujibu wa katiba unapaswa kuthibitishwa na bunge kwa kura za wabunge walio wengi kama ambavyo umekwisha kusema. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa sifa za makamu wa rais zilizobainishwa katika ibara ya 47 kifungu kidogo cha 3 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius John Pancras
Ndejembi anatosha. Sina shaka bunge lako tukufu litakubaliana nami kuwa kiti kimepata mtu sahihi wa kumsaidia Mheshimiwa Rais majukumu kwa mujibu wa katiba. Kitaaluma, Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi ana shahada ya uzamili katika masuala ya usimamizi wa biashara kutoka Chuo Kikuu cha Cambridge nchini Uingereza, shahada katika masuala ya uhusiano wa kimataifa kutoka Chuo Kikuu cha Lincoln nchini Uingereza, na ana stashahada ya juu katika usimamizi wa utawala kutoka katika Taasisi ya Kimataifa ya Usimamizi wa Utawala. Mheshimiwa Spika, nafasi ya makamu wa rais ni nafasi yenye dhamana kubwa katika uongozi wa nchi yetu. Kwa mujibu wa katiba ibara ya 47(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais ndiye msaidizi mkuu wa rais kuhusu masuala yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla. Aidha, atamsaidia rais kufuatilia utekelezaji wa siku hadi siku wa masuala ya muungano. Pia atafanya kazi zote atakazoagizwa na kutekeleza kazi za rais wakati rais hayuko kazini au yuko nje ya nchi. Aidha, kwa mujibu wa ibara ya 47(8) makamu wa rais hutekeleza madaraka yake chini ya uongozi na usimamizi wa rais na uwajibika kwake kuhusu mambo au shughuli atakazokabidhiwa na rais. Mheshimiwa Spika, majukumu hayo yanahitaji mtu mwenye uzoefu wa uongozi, uelewa mpana wa shughuli za serikali, uwezo wa kufanya kazi kwa karibu na rais na busara katika kushughulikia masuala ya kitaifa pamoja na uwezo wa kuratibu. Na kufuatilia utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya serikali. Mheshimiwa Spika, Yohana 1:47, basi Yesu akamwona Nathaniel anakuja, akanena habari zake, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Mheshimiwa Rais amemteua Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi kwa kuzingatia pamoja na mambo mengine uzoefu alioujenga katika uongozi wa kisiasa na katika nafasi mbalimbali serikalini. Mheshimiwa Spika, kadhalika Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi si mgeni katika uongozi wa umma na katika siasa za nchi yetu. Amekuwa akijihusisha na shughuli za Chama cha Mapinduzi kuanzia kwenye jumuiya kwa kipindi kirefu. Akiwa mjumbe wa Baraza Kuu, amewahi kuwa miongoni mwa wajumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa ya Chama cha Mapinduzi kupitia Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi, na mwaka 2020 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Chamwino, nafasi iliyompa fursa ya kuwakilisha wananchi na kushiriki moja kwa moja katika shughuli za bunge na katika utekelezaji wa sera za serikali. Aidha, kabla ya kuwa mbunge, Mheshimiwa Ndejembi alihudumu kama mkuu wa wilaya katika wilaya ya Kongwa. Mheshimiwa Spika, baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge, Mheshimiwa Ndejembi ameendelea kuaminiwa na Mheshimiwa Rais na kupewa majukumu mbalimbali ndani ya serikali. Amehudumu kwa nafasi ya naibu waziri, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, naibu waziri, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, na amehudumu kama waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira pamoja na vijana na watu wenye ulemavu.
Amehudumu pia kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na kwa sasa alikuwa waziri wa nishati. Mheshimiwa Spika, katika kipindi ambacho amehudumu ndani ya serikali, Mheshimiwa Ndejembi ameonyesha uwezo wa kubeba majukumu mbalimbali na kufanya kazi katika sekta zenye mahitaji na changamoto zinazotofautiana. Uzoefu huo ni muhimu kwa makamu wa rais ambaye kwa nafasi yake atatakiwa kuwa tayari kumsaidia rais katika masuala mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutekeleza majukumu yote atakayoambiwa kwa mujibu wa katiba na atakayoagizwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, uteuzi huu pia unamleta mbele yetu kiongozi ambaye ana uzoefu wa kufanya kazi katika mihimili na ngazi mbalimbali za uongozi wa umma na uzoefu wa uwakilishi wa wananchi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi yake kama waziri wa nishati ni mjumbe wa Baraza la Mawaziri na amekuwa mjumbe wa Baraza la Mawaziri kwa zaidi ya miaka 2 mfululizo. Amefanya kazi katika wizara na ofisi zenye majukumu mtambuka na ana uelewa wa masuala ya maendeleo na uchumi. Sifa na uzoefu huu vinamwezesha kuwa msaada kwa Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu mazito ya kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa msaidizi wa karibu wa Mheshimiwa Rais katika kutimiza majukumu yake. Kwa kuzingatia majukumu ya kikatiba ya makamu wa rais niliyoyaeleza, pamoja na uzoefu wa kisiasa, kiutawala na kiutendaji, Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi anatosha. Serikali inaamini kuwa ana uwezo wa kutekeleza kwa uaminifu na kwa ufanisi majukumu ya nafasi ya makamu wa rais na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuendeleza shughuli za serikali na maendeleo ya taifa letu. Kutokana na wasifu huo katika utumishi, elimu alionayo pamoja na uzoefu, Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi anao uzoefu mkubwa katika shughuli za serikali. Anatosha. Uzoefu huo unampa uelewa mpana wa mfumo wa serikali na mahitaji ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya kimaendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa msingi huo na kwa heshima na taadhima, ninaliomba bunge lako tukufu kwa mujibu wa ibara ya 54 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kwa mujibu wa kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mwaka 2025, lithibitishe uteuzi uliofanywa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima na kwa unyenyekevu mkubwa ninaomba kutoa hoja. Hoja hiyo imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na hoja ikiungwa mkono lazima watu wachangie. Tuwape fursa wabunge, baadhi ya wabunge wachache kwa dakika 3, 4 muweze kuchangia hoja ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hatimaye tutaingia katika hatua zinazofuata kwa mujibu wa kanuni na katiba ya nchi yetu. Namwita Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi. Asante.